Chanjo huokoa maisha, chanjo huzuia magonjwa, huongeza ubora katika hatua za awali za makuzi ya maisha ya mtoto, huimarisha akili na hisia, na ndio maana kinga hizo hutolewa bila malipo na serikali ili kila mtoto aweze kupata haki yake hiyo ya kulindwa dhidi ya magonjwa hatari. Kikawaida, chanjo ambayo ni dawa ya kibiolojia ya kutibu magonjwa hutolewa kwa njia ya matone pamoja na shindano, ambapo kazi yake kubwa ni kutoa kinga ya kupambana na maambukizi ya ugonjwa fulani. Langu naitwa Hasina Alimatar, ni mkazi wa jimbo la Wingwi. Mtoto anatakiwa apate chanjo. Mimi ni mama wa watoto 3 na wanangu niliwapitisha hospitali kwa chanja zile chanjo na hawajawahi kuugua churua au tete kuwanga wote 3. Kwa hivyo ni sio kweli kama sindano zile ukichomwa kwa mtoto anakuwa anabadilika na kuwa kama mwanamke. Hayo mimi naona sijayaona. Sifahamu, isipokuwa sisi wenyewe tunapeana, manake unamvunja moyo mwanao. Kuna tabia ya watu wengine, wewe anakuambia usende kumchoma sindano mtoto wake, lakini anapita kinyume anakwenda kumchomisha sindano mtoto wake. Unaona kama mwanao anakuja linatokea gonjwa linamkuba kwa sababu hana kinga katika mwili. Napomzaa tu nampeleka kwenye chanjo mpaka afike mwaka 1.5. Na kaa naye watoto wetu wote tunapiga shindano na wako vizuri na hawajaumwa, hawajafanya chochote. Huo ni watu waliokuwa hawana elimu na hawakusoma. Wapeana akili potofu, ndio kamaona mtoto mara kwa mara kapigwa na homa kukutwa, mara homa, mara puu, mara nini. Shindano ni kinga katika mwili wa binadamu. Ni tofauti kwa sababu zile sindano zinakinga maradhi tofauti. Kuna tete zile, kuna churua, kuna yale mahoma ya watoto yale pia na kinga, kwa sababu mtoto alikuwa kachoma sindano ya churua au tete kuwanga, akipata zilikuwa zitampata zile, si sana kumpata, lakini zilikuwa hazina nguvu. Ni tofauti na alikuwa hajapata chanjo. Katika masuala ya malezi na makuzi kwa watoto ni jitihada za familia na kujifanya kazi, kwa sababu mtoto halelewi na mtu mmoja, na watu 2. Kwa hiyo manake baba anastahili kulea na mama pia anastahili kulea. Mimi kwa familia yangu mara nyingi mama akishafika muda kujifungua basi atajifungulia nyumbani. Na bahati nzuri siku hizi tuna likizo za siku 7 za baba kwa likizo siku 7 kazini. Kwa hiyo tunapata kutumia vizuri kwa ajili ya kusaidia na mama masuala ya malezi. Na suala la chanjo za watoto hilo kwanza ni la umuhimu. Hasa mimi najisemea mwenyewe, wanangu siwezi kukosa chanjo. Lazima nimpeleke kliniki kila tarehe na chanjo apate. Kama huyu nimemzaa mwezi wa 2, kwa hiyo bado naendelea naye, lakini sio alipochangamka mama naendelea naye na huduma za chanjo na kwenda kupima kliniki kila baada ya muda. Hilo sikatishi mpaka pale mwanangu atakapokuwa kamaliza shindano, na hata akimaliza shindano basi mambo mengi nafanyia kule hospitali. Akimaliza shindano hapo nategea kidogo, naweza nikapitisha mwezi huu na kumpima, lakini mwezi ujao tukwenda kwa. Kwa lengo la kuimarisha makuzi na maendeleo ya mtoto, hulazimika kupatiwa chanjo katika hatua zote za awali za makuzi, kuanzia siku ya kuzaliwa hadi ifikapo miezi 18 kwa utaratibu maalum uliowekwa na wataalamu wa afya. Bila kusahau kuwa akiwa tumboni, chanjo mbalimbali za kumkinga na majanga mtoto huyo huchoma mama mjamzito. Kwa mujibu wa mpango wa chanjo Zanzibar, jumla ya chanjo 9 zinazokinga magonjwa 13 zinaendelea kutolewa kwa watoto, ambazo ni pamoja na chanjo ya BCG, chanjo ya polio, chanjo ya PCV, chanjo ya IPV, chanjo ya rotavirus MR, chanjo ya pentavalent, chanjo ya DPT, chanjo ya TD pamoja na chanjo ya HPV, ambazo kwa utaratibu maalumu chanjo hizo husaidia kukinga magonjwa ikiwemo kifua kikuu, kupooza, donda koo, kifaduro, pepo punda, homa ya ini, nimonia, kuharisha, homa ya uti wa mgongo, surua, rubela pamoja na saratani ya shingo ya mlango wa kizazi. Katika jambo la msingi ni kuweza kuzielewa chanjo ambazo watoto wetu wanapatiwa na hata wale wajawazito. Kwa upande wa watoto wanapata chanjo zao mara tu baada ya kuzaliwa, ambapo mtoto akizaliwa tu anaanza kupata chanjo ya kifua kikuu,
ambayo inatolewa mara moja tu katika umri wake wote wa maisha, pamoja na chanjo ya kupooza viungo, yani polio, ambapo chanjo hizo zote zinaenda kumsaidia kumkinga na magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kupitia chanjo. Ugonjwa wa kifua kikuu unatibika, lakini kinga yake ipo, ambayo ni chanjo ya BCG, ambapo mtoto mara akizaliwa tu anapata huduma hiyo. Lakini la pili ni chanjo ya polio, ambayo anaipata siku hiyo hiyo kwa njia ya matone, nayo inaenda kumsaidia kumzuia na ugonjwa wa kupooza viungo, yani ulemavu wa ghafla ambao unatokana na virusi vya polio. Lakini baada ya kumaliza chanjo hizo mbili, mtoto atapumzika, ataendelea kupata huduma za nyumbani za lishe, lakini ikifika wiki ya 6 ataweza kupata chanjo ya mwanzo sasa nyingine ya polio, pamoja na chanjo ya penta, chanjo ya rota na chanjo ya PCV, ambapo chanjo hizi zinakinga magonjwa mengi sana. Ya polio inapewa kwa ajili ya ugonjwa wa kupooza, chanjo ya rota kwa ajili ya magonjwa ya kuharisha, chanjo ya PCV kwa ajili ya ugonjwa wa homa ya ini, ugonjwa wa pneumonia, lakini na penta inakinga magonjwa zaidi ya magonjwa matano, ikiwemo homa ya ini, kifaduro, donda koo na mengineyo. Lakini baada ya wiki ya 6 mtoto anaenda kupata tena chanjo wiki ya 10 kutokea siku alozaliwa, ambapo atapata dozi ya pili ya hizo chanjo ambazo tumetaja hapo mwanzo, na baada ya wiki 4 tena, yani wiki ya 14, ataenda kukamilisha dozi zake 3 za awali ambazo alitakiwa kuzipata. Kwa hiyo mtoto kutokea kuanza kuzaliwa mpaka kufikia wiki ya 14 atakuwa amekamilisha mizunguko mitatu ya chanjo muhimu ambazo alitakiwa azipate kwa njia ya matone na njia ya sindano. Baada ya hapo mtoto, baada ya kufika miezi 9, mtoto atapumzika mpaka afike miezi 9. Hapo sasa atapata chanjo ya surua ambayo inaenda kumkinga dhidi ya maambukizi au dhidi ya athari ya virusi vya surua, rubela, ambapo mtoto atapata chanjo ya mwanzo kwa njia ya sindano, lakini baada ya kufika mwaka 1 na nusu, yani miezi 18, ataenda kukamilisha chanjo yake ya pili ya surua kwa njia ya sindano. Chanjo hizi mbili, kuna chanjo nyingine anachoma mara moja tu, lakini chanjo nyingi anachoma mara 2 au mara 3 kwa ajili ya kuhakikisha kinga yake inakuwa imara. Mifano sahihi, kwa mfano chanjo ya BCG anapata mara moja tu, lakini chanjo zilizobakisha zote anapata mara 3, lakini chanjo ya surua anapata mara 2 ili kuhakikisha kinga yake inakuwa kamili dhidi ya magonjwa haya. Lakini pamoja na mambo mengine, chanjo hizi zina umuhimu mkubwa sana. Endapo utazijumuisha kwa pamoja kuangalia kila chanjo inakinga magonjwa gani, basi ni magonjwa zaidi ya 10 ambayo mtoto atakuwa salama, na magonjwa haya njia pekee ni kupitia chanjo ndio anaweza kuwa salama. Umuhimu wa chanjo ni upi hasa? Kwa nini watoto wetu wanapata chanjo wakiwa wadogo? Ili kuweka kinga zao salama. Chanjo ina kazi kubwa 3. Chanjo ni dawa ya kukinga na sio ya kutibu. Chanjo inaenda kutengeneza mfumo kinga, ambapo mtoto akipata maambukizi ya ugonjwa husika, sasa ile chanjo imekaa pale tayari kwa ajili ya kupambana na wadudu watakaoingia wa ugonjwa husika. Sasa endapo mtu atapata chanjo kamili kwa ukamilifu, sio kuanza asimalize, yule ambaye ataanza na atamaliza atapata faida 3. Faida ya kwanza, anaweza asipate kabisa hayo maambukizi endapo yatatokea ya ugonjwa husika ambao amechanjwa. Lakini la pili, faida ya pili, endapo atapata maambukizi ya ugonjwa wenyewe kama na kuharisha, wa kupooza, wa surua au kifua kikuu, maambukizi yale hayatompa madhara makubwa na anaweza kurikava kwa haraka, kwa sababu tayari mwili wake umeshakuwa na kinga ya kutosha. Lakini faida ya 3 ya chanjo ni kuzuia kifo ambacho kingeweza
hutokea kwa sababu ya kukosa chanjo. Kwa chanjo inaenda kupunguza madhara makubwa, yakiwa madhara ya kifo. Kifo hakizuiliki, ni sawa, lakini chanjo inaenda kuzuia kifo ambacho kingeweza kuepukika kwa kupitia huduma za chanjo. Kwa hiyo chanjo haiendi tu kutibu, bali chanjo inaenda kuweka mfumo kamili wa kinga. Binadamu mfumo wa kinga nao, lakini kila anapopata hizi chanjo, mfumo wake unajitayarisha dhidi ya ugonjwa fulani. Mapambano dhidi ya ugonjwa wa kuharisha, ugonjwa wa kupooza, ugonjwa wa surua na magonjwa mengine. Kwa hiyo mtoto endapo ataikosa moja kwa moja chanjo, maana yake yeye atakuwa na fursa ya kupokea maambukizi kwa haraka na kumwangusha, opportunistic infection. Maana yake ataongezeka maambukizi na kinga kwenye mwili wake hamna. Kwa hiyo kila maambukizi yanayokuja anaweza kumwangusha moja kwa moja mtoto, na mara nyingine mtoto anaweza kufa moja kwa moja endapo amepata ugonjwa na hakuwahi kuwa na kinga mapema. Kwa hiyo wazazi lazima wawe wawazi kabisa kwenye kuelewesha wazazi wenzao na kufahamu umuhimu wa hii chanjo. Swala la kuanza chanjo ni swala gumu, lakini swala la kukamilisha chanjo ni swala gumu zaidi kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo jambo la mwanzo, mzazi atapata fursa ya kujua umuhimu wa chanjo endapo kwa mara ya mwanzo atahudhuria clinic, kuanzia anabeba ujauzito mpaka baada ya kujifungua. Atapata elimu ya kujua umuhimu wa chanjo. Na tunashukuru sana, jamii kwa sasa imeanza kuamka kwenye kuanzisha watoto wao kupata huduma ya chanjo. Changamoto inabakia kwa asilimia kubwa kurudi kukamilisha chanjo. Ndio maana magonjwa kama vile surua tumeyatokomeza kwa muda mrefu, na huu ni ushahidi kabisa. Inafahamika vizuri, kwa muda wa miaka zaidi ya 10 ilikuwa tumeondokana na ugonjwa la surua Zanzibar au nizungumzie Pemba, lakini kwa sasa hapa kati na kati, miaka 2 nyuma, dalili za surua zijitokeza tena. Hii ni kutokana na kwamba kuna baadhi ya watu bado walidharau chanjo, na wengine walianza chanjo lakini watoto wao hawakurudisha kukamilisha chanjo za surua. Kwa hiyo si tu chanjo ya surua, lakini chanjo nyingine vile vile. Mtoto endapo atazipata kwa ukamilifu wake, basi yule mtoto hata yaje magonjwa aina gani yanayozuilika na chanjo, maana yake anaweza akapata maambukizi lakini yasimzuru kabisa na asimletee changamoto kubwa. Ni tofauti na mtu ambaye hakupata chanjo. Kipi kitamkuta mtu ambaye amekosa chanjo? Mtoto ambaye amenyimwa chanjo, jambo la kwanza ni kunyima haki yake ya msingi kama binadamu. Ndio maana atapata athari ya kukosa haki yake ya msingi ya kibinadamu, kwa sababu chanjo ni haki yake ya msingi mtoto anapozaliwa. Mtoto mwenyewe hatambui, lakini mzazi ana wajibu wa kupata haki hii kwa mtoto wake. Athari ya pili ni kuruhusu maambukizi. Yanapotokea maradhi ya kuambukiza ambayo yanazuilika kwa chanjo, mtoto yule anaweza akapata maambukizi tena kwa haraka kuliko mtoto mwingine ambaye amepata chanjo. Lakini jambo la tatu ambalo ni madhara kwa mtu ambaye amekosa chanjo ni kwamba hayo maambukizi atakapomjia, hata ni kwa kiwango kidogo kabisa, mtoto yule tunaweza tukamkosa moja kwa moja. Kwa hiyo kumbe kuna haja kubwa ya kuweza kuanza chanjo kwa watoto, lakini vile vile kukamilisha chanjo. Ndugu wazazi, tuache kuzungumza kwa ujumla kuhusiana na mtoto mmoja mmoja. Hii chanjo kwa jamii kama jamii yetu ina faida gani? Malengo ya mpango wa chanjo ni kuhakikisha watoto wote wanachanjwa kwa asilimia 95 isiyopungua 95. Malengo makubwa ni asilimia 100, lakini asilimia 95 angalau tutakuwa tumefikia malengo ya jamii. Faida yake ni nini hasa? Endapo watoto watachanjwa zaidi ya asilimia 95 kwenye jamii husika, maana yake ile asilimia 5 iliyobakisha wanaweza kusaidiwa, tunaita herd immunity, na hawa asilimia 95 ambao walichanja kwa ukamilifu. Changamoto inajitokeza kwamba ikiwa tuna kundi kubwa halijachanjwa, tumechanja watoto nusu kwa nusu, wengine hawajachanjwa, maambukizi yanapokuja, maana yake asilimia kubwa ya jamii itaambukizwa. Hapana watu wa kuwakinga,
lakini 95% wakiwa wamechanjwa, maambukizi yanapotokea hayawezi kuenea kwa kasi kubwa. Kwa hiyo hilo nalo ni swala la msingi sana. Kwa ujumla, Pemba tumefanikiwa vizuri. Kwa mwaka jana 2024 tulifanikiwa kuchanja watoto ambao walikuja kuanza chanjo 22,977, lakini waliokamilisha chanjo ilikuwa ni 21,790, ambapo hawa walikuja wakaanza na hawa walikuja wakamaliza. Kwa hiyo kuna kaasilimia kadogo hawakumaliza, lakini waliweza kufuatiliwa na kuja kukamilisha katika mwaka ambao umeanza. Lakini kwa chanjo ya surua tulifanikiwa kuwachanja watoto 21,903 na waliokamilisha chanjo ya surua ni 21,669. Watoto kama 300 hivi na kidogo hawa walikosa kukamilisha chanjo ya surua, lakini wizara ina jitihada ambazo ilizifanya, ambazo mtaelezwa kuhakikisha kwamba waliokosa chanjo mwaka jana wamepata huduma za chanjo mwaka huu. Ndugu wananchi, swala la chanjo sio la mtu mmoja mmoja, ni la kila mmoja. Endapo mmoja tu atadharau huduma ya chanjo, ameathiri jamii nzima. Kwa sasa tunasema kimjini kwamba ujanja ni kuchanja. Ukichanja tu afya yako imeimarika vizuri. Chanjo, kwanza tufahamu kwamba chanjo zote zinazotolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ziko salama. Hakuna chanjo ambayo haijathibitishwa. Chanjo hizi zinatolewa kwa upande wa Tanzania Zanzibar na Tanzania bara, ambapo chanjo hizi usalama wake unathibitishwa na shirika na taasisi ya Bodi ya Chakula na Madawa Zanzibar, mamlaka, lakini vile vile kwa upande wa mamlaka ya chakula na dawa kule Tanzania bara. Kwa hiyo wananchi wote waondoe hofu. Chanjo ziko salama, zimethibitishwa na serikali inatumia gharama kubwa kununua chanjo hizi. Kuna chanjo tunaopewa bure. Serikali inatumia gharama kubwa sana. Kwa kila kichupa kimoja cha chanjo kinahesabiwa, kila dozi moja inalipiwa kwa gharama kubwa sana. Inawaletea wananchi wake bure huduma hizi, na sisi wananchi natoa wito, basi tujali hii huduma tunapatiwa na serikali bure. Kuna sehemu nyingine duniani unaweza ukaambiwa ulipie baadhi ya chanjo, lakini Zanzibar chanjo zote za watoto na wajawazito au kina mama ni bure. Hivyo tujali jitihada hizi kwa kuzitumilia vyema huduma hizi. Jambo la tatu, kila mmoja kwenye jamii yetu awe tayari kuilinda jamii dhidi ya maradhi yanayoweza kuzuilika kwa chanjo. Anayelinda vipi? Kila mmoja amwambie mwenzake, amwelimishe mwenzake umuhimu wa chanjo endapo itapatikana na mtoto atapatiwa, na hasara ambayo mtoto au mama ataipata endapo atakosa huduma za chanjo kwa wakati. Mikakati ya serikali katika kusimamia upatikanaji wa utolewaji wa chanjo mbalimbali kwa watoto ni moja kati ya mikakati ya kuimarisha na kuendeleza makuzi ya mtoto. Kama hapa Hamis Bilali Ali ambaye ni afisa mdhamini Wizara ya Afya Pemba anavyoeleza mikakati hiyo ya serikali kupitia Wizara ya Afya katika suala hilo la chanjo. Suala zima la kuwakinga watoto na magonjwa mbalimbali, Wizara ya Afya ina afua moja kubwa ambayo ni afua ya chanjo, na chanjo hizi zinakwenda katika maeneo tofauti ya watoto, ambapo wanaanza zile chanjo za awali, lakini zinakwenda wa miezi 9 kwa mujibu wa mpangilio wa chanjo husika. Sema ufahamu kwamba katika afua ya chanjo manake kinachofanyika ni kinga zaidi. Kwa hiyo niwashajiishe sana na kuwaomba kina baba, kina mama, tushirikiane katika kuona wananchi au watoto wetu wote tunawapeleka kwenye chanjo kwa mujibu wa maelekezo ya wataalamu wetu, ili watu hao waweze kupata chanjo hii. Lakini tufahamu pia
mama wajawazito na wao tunawakinga pia wakati wakiwa wajawazito. Kuna chanjo maalum ambazo watakiwa wazipate ili wajikinge kuto kupata masuala mengine ambayo yatakuja kuwapa madhara baadaye. Kwa hiyo niseme kwamba chanjo hizi zimethibitishwa na Shirika la Afya Ulimwenguni zikiwa ziko salama, na Wizara ya Afya ndio maana kupitia wataalamu wetu wa ndani tumezipokea kwa kuzikubali baada ya kuona na kujiridhisha kwa mujibu wa vyanzo vyetu na kamati zetu zinazofuatilia ubora wa chanjo na vyanzo vingine vikiwemo wakala wa dawa chakula na wakala wa chakula, dawa na vipodozi kwa ajili ya kuona namna gani na kuwa salama, lakini kupitia kwa mfamasia wetu mkuu na masuala mengine, taasisi nyingine zinazohusika kutoa ithibati kwamba chanjo hizi ziko salama. Kwa hiyo wananchi niwatake sana wende vituo vya afya vya karibu, chanjo tunazo, zipo za kutosha kwa ajili ya kuikinga jamii. Lakini wadau mbalimbali ambao wanatusaidia, kuna wakati wanafanya zile outreach za kufuata jamii ambazo hazijakamilisha chanjo, basi tuendelee kuwapa mashirikiano, na sisi kama wizara tuko tayari kuwapa mashirikiano ili kuona kwamba kila chanjo tunafikia 100% ya wale walengwa ambao tumewakusudia. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Ofisi ya Rais Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini Zanzibar ZPDB kwa kushirikiana na Wizara ya Afya Zanzibar na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pamoja na Wizara ya Kilimo kwa ufadhili wa Big Win, UNICEF, UTPC pamoja na RETRI wanaendelea kusimamia programu jumuishi ya malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto ECD, ikiwemo kusimamia haki hiyo ya kupatiwa huduma muhimu kwa ajili ya makuzi yake ambayo ni upatikanaji wa chanjo kikamilifu. Je, hali ya ushiriki na utolewaji wa chanjo upoje kwa upande wa hapa kisiwani Pemba? Hawa hapa ni baadhi ya madaktari na wataalamu katika kusimamia masuala hayo ya upatikanaji wa chanjo kwa watoto, wanaeleza. Chake ambao kwamba ninasimamia kama DMO ni kwamba tunachukua jitihada mbalimbali kuhakikisha kwamba chanjo zinafikia wananchi. Moja ya jitihada tunazochukua ni pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa hizo chanjo katika vituo vyote 17 na vile 5 vya binafsi. Ni kwamba chanjo hizi zote zipo na kuna mafriji ya kisasa ambayo kwamba zinahifadhiwa chanjo hizo, na katika maeneo ambayo kwamba umeme ni changamoto, basi tumepatiwa mafriji ya sola kwa chanjo zile zinakuwa katika hali ya ubora muda wote. Lakini pia kuna huduma mbalimbali tunafanya. Kuna maeneo ambayo kwamba katika wilaya zetu yako mbali yako mbali na wananchi wanaishi katika mazingira ya mbali. Kwa hiyo ni kwamba tunaandaa program maalum ya huduma ya mkoba outreach, ambapo kila wiki ni kwamba timu ya afya katika kituo husika wanatoka na wanaenda kuwapatia wananchi chanjo hizo. Lakini pia kama nilivyoeleza, kuna hawa CHW ni kwamba hawa pia wanatoa mchango mkubwa katika kuelimisha jamii kuona kwamba wanapata chanjo hizi. Lakini pia tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba wananchi wanapatiwa chanjo. Kama tunavyofahamu, kuna baadhi ya wananchi wana imani potofu, kuna baadhi ya wananchi wanapoumwa hawaji hospitali, kuna wengine wanajengewa mazingira ya dhana tofauti kuhusiana na chanjo. Kwa wale ambao kwamba wamekataa kabisa, basi ofisi ya mkuu wa wilaya inatusaidia, tunatoka tunaenda tunashirikiana na masheha, mwisho siku tunaelimisha na chini ya usimamizi wa mkuu wa wilaya, basi wananchi wale wanawatoa watoto wao na tunapata kuwachanja. Tumeanzisha program mbalimbali za kupita katika vijiji kwa ajili ya kutoa elimu juu ya masuala mazima ya umuhimu wa chanjo kwa watoto. Lakini pia wanapokuja kliniki, wakati wako wanapata huduma, tuna wataalamu wetu wanaohusiana na masuala ya elimu ya afya, tumewatengeneza pale, basi wanatoa elimu. Lakini haitoshi, pia tuna CHW wafanyakazi wale kujitolea wako chini ya Wizara ya Afya. Ni kwamba hawa wamejengewa uwezo, tayari wameshapatiwa mafunzo na tayari wamepewa package hii ya masuala ya chanjo na umuhimu wake. Huwa wamezagaa katika mitaa mbalimbali, pia na katika vituo vyetu vya afya, basi wanatoa elimu hii juu ya umuhimu wa chanjo, na kwa kweli inapelekea mwitikio wa wananchi katika kupata huduma hii unakuwa mkubwa siku hadi siku. Kabisa kuna ripoti kadhaa ambazo kwamba zinaripotiwa kwa watoto ambao wamekosa huduma hii ya chanjo. Na madhara haya yanapotokea huwa wanakuja hospitali, na ndio maana kuna baadhi ya watoto wachache wanapata surua, kuna baadhi ya vipindi
Kuna watoto wanaweza kupata magonjwa tetanus, ukifuatilia ni kwamba kumbe hakupata zile sindano za chanjo wakati akiwa mdogo, lakini wanaweza kupata homa za mara kwa mara na unajua ukifuatilia na kuambia yeye bado hajawahi kupata chanjo. Na ukitofautisha kati ya watoto ambao wamepata chanjo na wale hawajapata chanjo, basi wale ambao kwamba wamekosa chanjo basi wanapitia katika kipindi kigumu zaidi. Zitaimarika zaidi kama amepata chanjo, lakini pia hali ya ufahamu pamoja na ujengaji wa mwili utaimarika zaidi. Ingawa chanjo hupatikana bure katika vituo vya afya vya serikali, changamoto bado zipo, ikiwemo baadhi ya wazazi kushindwa kufika kliniki kwa wakati, uelewa mdogo kuhusu umuhimu wa chanjo kwa baadhi ya jamii, miundombinu ya usafiri katika maeneo ya vijijini kuchelewesha upatikanaji wa chanjo hizo. Unajua kuna watu wanapotosha. Unafahamu? Na kupotosha kwao ni kwamba hawajenda ndani au deep kuangalia sasa hizi shida zinatokaje. Mfano, chanjo zote ambazo zinapigwa watoto mara nyingi ni zile ambazo za kukinga, ili mwisho wa siku likitokeza tatizo limeshampiga. Mfano, kutoka shindano ni chanjo ya shurua zile. Zamani huko nyuma tunatoka sisi huko kwa shurua ni kwa nyingi sana, lakini sasa kidogo ahueni hazipo. Lakini siku zitakazokija zinakuja kwa nguvu, lakini kwa wale ambao hakupata chanjo kakamilika. Wale ambao wamepata chanjo kidogo kwa ina unafuu. Kwa hivyo watu wasidharau zile chanjo. Zote zile zinawekwa kwa hesabu. Kama mfano sasa hivi tunapigwa karibu 12 na kile zile. Mtoto anapigwa zamani kwa anapigwa moja kila mwezi, sasa hivi anapigwa 2 au 3 ndio anapigwa kwa siku. Zote zile pale kama unakuwa mtoto ana tatizo, ukitaka hospitali maana yake utakuposti kuzilipia. Lakini zinapigwa bure, na kwa sababu unapigwa kwa sababu ya nini? Kukinga mtoto apate kukua vizuri. Mwanangu mimi alhamdulillah kabisa. Mimi nakatwa bima serikalini huko mwaka wa karibu wa pili. Lakini kama nimetumia kwa kutumia bima nimefikiri siku moja. Mmoja alikuwa na shida la jino kidogo, alafu mmoja kuna tatizo sio kizunguzungu sababu ya siku kichwa kitu gani. Sijatumia hata mpaka leo. Kwa sababu wanangu wamepata chanjo zote. Nihakikisha wote wanapata chanjo mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo hajakosa kwenda kliniki watoto wangu. Lakini wale ambao unakuta kila siku kwa hospitali maana kukipa story yao ni hao ambao wakikimbia chanjo. Hajapata ya 3, hajapata ya 5. Sera ya mtoto ya Zanzibar ya mwaka 2001 inatambua umuhimu wa kumlinda mtoto tangu akiwa tumboni hadi kufika utu uzima kwa kuhakikisha kuwa anapata huduma bora, malezi salama na fursa ya kuendeleza uwezo wake. Chanjo hupunguza magonjwa na vifo, huimarisha tija ya kiuchumi na kuongeza ubora wa maisha, kwani takwimu zinaonyesha kuwa 17.6% ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 Zanzibar wana hali ya udumavu, huku takriban ya 32% ya watoto wenye umri kuanzia miaka 0 hadi miaka 3 kwa upande wa hapa visiwani Zanzibar wamechelewa kimaendeleo kutokana na kutokupatiwa chanjo ipaswavyo. Ikumbukwe kuwa hao ni kati ya watoto wote waliopo Zanzibar ambao ni jumla ya watoto 489,843 walio chini ya umri ya miaka 0 hadi miaka 8. Chanjo ni zawadi ya maisha kwa mtoto kwa mazingira ya kisiwa cha Pemba ambako baadhi ya jamii bado zina